Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 19 Desemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mwenye heri Urbano wa tano, Papa, mwaka 1370. Urbano alikuwa Mfaransa aliyezaliwa mwaka 1310 na alipobatizwa aliitwa jina lake William. Baada ya kuhitimu mafunzo ya teolojia katika chuo kikuu cha Paris, Ufaransa, alijiunga na shirika la Wabenediktini, akapewa upadre, kisha hapo akawa anafundisha na baadaye akawa abati wa monasteri ya shirika lake. Ifahamike kwamba wakati ule tangu mwaka 1304 hadi mwaka 1378 mapapa walikuwa wanakaa mjini Avignon nchini Ufaransa badala ya mjini Roma, kwa ajili ya machafuko mengi yaliyoenea kila mahali nchini Italia siku zile. Kwa ajili ya kufanya shughuli rasmi nchini Italia na hasa mjini Roma, mapapa walituma mara kwa mara wajumbe wao. Papa Inosenti wa sita mara nyingi alimtuma abati William. Alipofariki papa huyo mwaka 1362, makardinali walimchagua abati William kuwa papa, naye akalichagua jina liwe Papa Urbano wa tano. Mapapa waliomtangulia walikuwa wamekusudiwa mara nyingi kurudi Roma, lakini kila mara walizuiwa na watu wenye vyeo kama wafalme wa Ufaransa na mawaziri wake, hata na baadhi ya makardinali. Upande mwingine, machafuko mabaya ya nchini Italia yaliwaogopesha mapapa wengine wasirudi Roma. Papa Urbano aliwashtusha wote alipoamua kurudi. Hakujali ripoti mbaya juu ya hali ya kuharibika kwa usalama wa nchi ya Italia, wala hakujali wakuu wa serikali ya Ufaransa waliojaribu kumzuia, wala hakuwasikiliza makardinali waliomshauri asiende. Papa Urbano alikuwa imara, kurudi atarudi tu. Katika miji yote aliyoipitia, Wakatoliki wengi walisongamana njiani kumwona baba yao, wakimshangilia, sifa kwa Yesu Kristo, papa aishi miaka mingi. Mjini Roma alifanyiwa shangwe kuu na wenyeji ambao walipamba nyumba zote kwa bendera za kila rangi. Baada ya shangwe kuisha, ndipo papa alipotambua jinsi hali ya mji wa Roma ilivyokuwa mbaya. Makanisa mengi yalikuwa magofu tu na wenyeji wengi walikuwa wamehama. Hata mapadre walikuwa wamelegea katika maadili yao na watu maskini walikuwa wengi mno. Lakini Papa Urbano, japo alihuzunika sana, hakukata tamaa, bali akaanza kazi mara. Kwanza aliwalisha wasiojiweza wenye njaa. Halafu waliojiweza walipewa kazi kutengeneza makanisa na nyumba na hata kujenga makanisa mapya. Aliwafundisha na kuwahubiria mapadre na watawa wawe tena watu wa nidhamu bora, lakini mzigo ulikuwa mzito kwake, ukazidi kumshinda. Aliombwa apeleke msaada kwa Wakristo wa Ulaya ya kusini mashariki waliokuwa wakisumbuliwa na Waturuki Waislamu, lakini papa alikuwa hana msaada wa kutoa
kutokana na hali mbaya ya nchi ya Italia. Kila upande alishuhudia vita vidogo vidogo hapa na pale, udanganyifu na ghasia. Pia mfalme wa Ufaransa na yule wa Uingereza walichukiana sana, badala ya kupatana na kushirikiana kufanya vita dhidi ya Waturuki hao. Matumaini yote aliyokuwa nayo Papa Urbano yakaanza kuvurugika na afya yake kuharibika. Siku kwa siku aliyakabili magumu yake yote kwa uhodari kwa ajili ya Bwana wake ambaye alitaka kuwa mtumishi wake mwaminifu, lakini mwishowe hakuweza kuendelea zaidi. Akiwa na huzuni moyoni mwake, aliamua kuondoka Roma akarudi Ufaransa. Miezi mitatu baadaye akafariki dunia mnamo tarehe 19 Desemba mwaka 1370. Inavyoelekea, Papa Urbano alishindwa kabisa, lakini hivyo sivyo. Bidii zake kubwa zililifanya kanisa liwe na tumaini kubwa wakati ule uliokuwa mgumu sana kidini, kijamii na kisiasa. Kwa ajili ya bidii hizo aliitwa wakati ule nuru ya ulimwengu na mpenda maadili. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Watakatifu wa Afrika tarehe 19 Desemba: Mtakatifu Timotheus, shemasi na mfiadini Moroko. Mtakatifu Nemesius, mfiadini nchini Misri. Mwenye heri Urbano wa 5, Papa. Utuombee.